kuna kisa kilitokeaga wakati Joshua wanaingia kwenye nchi ya ahadi. Kuna ile kabila lilimtrick Joshua kwa sababu kwa najua Joshua na nguvu na wanaweza yeye na nguvu. Kwa hiyo wakiingia katika mipaka nchi yao watauawa. Wakajibadilisha wakavaa kama watu waliochoka. Alafu wakaenda kwa Joshua wakasema sisi ni watu tuliotoka mbali, tumewaleteni divai na mikate lakini tuhifadhini. Kumbe ni watu ambao wako hapo tu. Walikuwa wanafuata wapigwe. Joshua akawaapia, wakataka Joshua awapie. Joshua akawaapia akasema sitawaua. Basi nyinyi mtakuwa ni kama sisi tu. Kwa hiyo wao Gibeon sio wa Israeli, lakini walikaa katikati ya Israeli kwa sababu kuna kiongozi alitamka wakae katikati yao na wakawa ni watumwa wao. Wanabeba maji, chokaa na shughuli zile zingine. Alipoingia Sauli kwenye kiti, Sauli akataka upatanisho kati ya upande wa Yuda na upande wa Israeli. Kwa hiyo alichokifanya akawaua wa Gibeon. Watu waliokuwa wanakaa kwa haki. Narudia tena. Watu walikuwa wanakaa kwa haki ndani ya nchi ya Israeli. Damu ikamwagika ya wa Gibeon ili mfalme atengeneze urafiki kati ya kabila la Yuda na wa Israeli. Sauli huyo. Na Sauli akaja akaondoka. Lakini damu ya wa Gibeon ilikuwepo kwenye ardhi. Kwa sababu hawa watu walikuwa na haki ya kukaa kutoka kwa Joshua ambaye aliwaambia mtaishi, hamtakufa, hatutawaua. Tayari kuna neno lishazungumzwa. Kuna neno limeachiliwa. Na siku zote watu wajue ardhi inabeba kila kitu. Kama inavyobeba watu, inabeba wanyama, ardhi pia inabeba maneno. Yoyote inabeba kila kitu cha katika ulimwengu wa roho. Inabeba na damu. Inabeba hadi viumbe vya kiroho. Wote hawawezi kufanya kitu chochote, wanafanya katika ardhi. Na ndio maana wachawi wanaweza kwenda na njia panda, wakavunja nazi, wakatamka kwenye njia panda kwenye ardhi. Kama ambavyo ardhi zinatoa kila kitu, pia ardhi kwenye ulimwengu wa roho ina maana kubwa sana. Kuna sehemu Mungu anataka kumpiga Yekonia. Anamwambia ardhi sikia, andika maneno ya mtu huyu. Kumbe ardhi inahifadhi kwamba mtu huyu asiwe na uzao, mtu huyu asiwe na ukuu tena. Kila alichokuwa nacho Mungu anakiondoa kwa kuisemesha ardhi. Kwa hiyo ardhi ina uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana ambavyo mwanadamu hawezi kudhania kama ardhi inaweza kufanya. So kimoja wapo Joshua aliandika, Joshua akafa, Joshua akaondoka. Miaka na miaka na miaka haibadilishi haki ya neno alilolisema Joshua. Alipokuja mfalme Sauli akawaua wa Gibeoni, damu yao ikamwagika. Sasa angalia, damu ilipomwagika juu ya ardhi ya Israeli, Sauli hakuexperience chochote. Utawala wa Sauli wali experience kila kitu kizuri. Alipokuja mtawala mwingine anaitwa Daudi, Biblia inasema mvua iliacha kunyesha kwa miaka 3 mfululizo. Ukisoma mstari wa kwanza hapo, nasema na mvua iliacha kunyesha kipindi cha Daudi miaka 3. Nadhani ndio ninavyosema. Yes, nasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Muda wa miaka 3 mvua hainyeshi, alafu kuna njaa. Na Daudi hajatenda kosa. Hivi ninavyoviongea baadaye utakuja kuniambia. Yes. Alirithi kiti cha kiongozi aliyetenda kosa, lakini sio Daudi aliyetenda kosa. Means kuna vitu vinaweza vikaa vinaendelea kwenye uongozi. Ndio maana nasema tunatakiwa kama kanisa kuwaombea viongozi wetu sana. Kwa sababu muda mwingine inawezekana mtu amekaa kwenye kiti, kumbe kiti kina madai yanayosababisha atende makosa bila kujua anatenda makosa. Yes. Unaweza ukamnyoshia kidole waziri, unaweza kumnyoshia kidole mbunge. Nataka nikwambia hata ungepewa nafasi, ukiwa nje kabla hujakaa, ni rahisi ukaona makosa. Lakini ukikaa pale, kuna sababu kiti kina madai, kiti kina uwezo wa kukuendesha wewe. Ni mpaka wewe unafahamu wa kiroho kukiombea kiti na kuomba rehema kwa vyote vilivyofanyika ili visiweze kukusababisha kukudrive wewe. Kiongozi anaweza kawa mzuri nje, lakini akiingia ndani kama kuna sababu yote kimenenewa kiti au kuna madai, sio yeye anachoweza kukiongoza kiti, ila kiti kitamuongoza yeye. Goodness. Ndio maana kuna muda tukifika kama kanisa tutakiwa kushabikia mambo. Tunatakiwa kuombea viongozi wetu kuliko kitu kingine chochote. Tukiweza kukaa hapo tunakiombea kiti rehema. Tunaombea uongozi rehema. Kama kuna chochote nyuma
Ndio maana ukiwa kama sio mchezaji, ukiwa nje ya mpira uwanja, ni rahisi ukauona mpira. Wewe mbona unakosea? Piga huku. Siku kiingia uwanjani, ulichokuwa unakiona sicho unachokiona pale. Ni kwa sababu gani? Ni rahisi kunyosha kidole ukiwa nje ya field, lakini ukiwa ndani ya field kuna taratibu zake zinazoendelea. Daudi alipoingia, njaa inamtafuna, na ukumbuke Daudi ni mtu anayempendezesha Mungu. Hakufanya kosa lolote. Daudi akaingia kuomba. Omba na wewe. Mwaka wa kwanza mvua inyeshe, njaa iache, hakuna kitu. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu akasema haiwezekani. Mbona nimefunga, nimefanya akasema ngoja niongee na Mungu. Nikamtafute Mungu. Mungu anasema nini? Mungu anasema nini? Ukisoma mstari wa 2 na 3, very interesting story. Mungu anamwambia ni kwa sababu ya damu ya Wagibeon. Issue sio mimi Mungu. Issue ardhi inadai. Kuna ardhi imepokea damu. Sasa swala kujiuliza, aliyeifunga mvua ni nani? Hilo ni swali zuri. Nani alileta ukame? Sio Mungu. Kwa miaka yote mitatu. Sio Mungu. Mungu hausiki. Nilisema ardhi inatoa kila kitu, lakini damu ina uwezo kuisemesha ardhi. Damu za Wagibeon zilipomwagika, Wagibeon wakatamka. Wanatamka neno kwenye ardhi, na ardhi inawasikiza Wagibeon. Kwa nini inawasikiza Wagibeon? Kwa sababu ardhi imepokea damu yao. Kwa hiyo wakasema hivi, hakutanyesha mvua mpaka kisasi kilipwe. Ngoja nikuonyeshe. Soma kwanza mstari wa 2, 3 na 4. Utaona Mungu anamwambia Daudi aende kwa Wagibeon, sio amuombe yeye. Imagine Mungu ameumba mbingu, lakini damu eti ina uwezo hadi kumwambia Mungu, huna mamlaka ya kuleta mvua, huna mamlaka ya kuondoa ukame, kwa sababu sasa hivi it's not about you, it's about the blood. No matter the cause of the blood. Do we know? So madhara ya nchi yanaathiriwa kwa sababu watu wamekaa wana damu za ndugu zao, wanaweza kuisemesha ardhi. Means kama ndugu yako amekufa, kuna familia imeua ndugu yako kwa uonevu, sio kihalali, una uwezo kuitamkia ile familia juu ya ardhi, na ardhi ikakusikiliza kwa sababu kuna damu ya ndugu yako ina nguvu kuliko hiyo ardhi. Umenikumbusha jambo moja, mtumishi wa Mungu, ukisoma kwenye Mithali 6 mstari wa 16 mpaka 19 pale, ilikuwa anazungumza mambo 7 ambayo Mungu anachukizwa nayo. Mmoja hapo alikuwa anazungumza kuhusu damu ile mwaga ambayo haina hatia. Kwa hiyo damu ambayo inamwaga ambayo haina hatia ndio inanena. Damu isiyokuwa na hatia. Na ndio maana damu ya Yesu ilikuwa haina hatia, ndio maana tunenea mema. Haleluya sana. Yaani Yesu angekufa kwa hatia, yaani ungemua kwa hatia, isingekuwa na nguvu. Isingeweza kutukomboa. Isingeweza kutukomboa. Walimwaga bure ile damu. Na ndio maana ina uwezo wa kutunenea. Ina uwezo wa kusema. Hapa mtumishi wa Mungu, wakati unazungumza nimepata swali lingine. Ikiwa tunaendelea kuwakumbusha kwamba najua sasa hivi kama nilivyowaambia hapo, tumetoka kusoma kwenye Biblia Zaburi 119 mstari ule 130. Nikakwambia kabisa neno la Mungu linapoingia naleta mwanga. In an English version nasema the entrance of his words brings light. Kwa unajua mpaka sasa hivi kuna mwanga ambao umeingia, nuru ambayo imeingia, ambao umeanza sasa kuchanganua na kupata majibu. Na mpaka sasa hivi hata ukiambia sasa hebu tuombe jambo fulani, quickly utajua ni kitu gani cha kuweza kukifanya. Hatujaitwa sisi kama kanisa kulaumu, lakini kusimama kwa ajili ya kutengeneza. Haleluya. Hapo ulivyokuwa unaendelea kuzungumza kuhusu damu, nikikumbuka kwenye kitabu kile cha Mwanzo, ilikuwa ni sura 4 kuanzia mstari wa 9 mpaka 11. Mungu alikuwa anamuita Kaini pale, akamwambia unamfanya nini kwa ndugu yako Habili? Lakini akamwambia kwamba utalaaniwe katika ardhi. Lakini sasa alaaniwe katika ardhi, hapo sasa ndo nimeelewa kwamba unaposema kwamba ardhi inabeba. Yes, kwa Kaini alivyomuua Habili. Umeelewa? By the way, so Mungu alimlaani Kaini. Watu wanadhani Mungu alaani. Damu ilimpangia Mungu aongee nini. Haleluya. Na ndio maana Mungu anamwambia Kaini, light ungejua sio mimi, damu ya ndugu yako inalilia, inaongea. Kwa hiyo dili na damu ya ndugu yako. Alafu damu ya ndugu yake inampangia Mungu aseme nini ili Kaini akisikie.
Kilichokuwa kinatafutwa ni Kaini asikie. Na hakuna mtu wa kumwambia Kaini damu inasema nini. Ndio maana Mungu akamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inasema hivi, wewe umelaaniwa katika ardhi ambayo ulipewa uilime. Hii ardhi popote utakapoenda haitakupa mazao. Amen. Damu sikiza, damu ikawa na nguvu juu ya ardhi alikuwepo Kaini. Njoo kwenye Samuel wa pili. Damu inamwambia Daudi, damu ya Wagibeoni inamwambia Daudi, sio wewe, hata angekuja kiongozi mwingine, hata wangekuja walokole wanaomba na kukesha. It's not about walokole. Kuna principles za ulimwengu wa roho umesha violate. So hata kama utafunga na kutoa sadaka, kinachotakiwa ni damu. Na damu inalipwa na damu. Damu inalipwa na damu. Damu inalipwa na damu. Tutakuja huko. Damu inalipwa na mwani. Ngoja nikwambie, ukisoma kwenye, nimekumbuka hapo, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 9:6, inasema hivi, Mwanzo 6:9, atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. My God. Mwanzo 9:6. Wakati Nuhu ameingia, yani gharika imeisha kila kitu, Mungu anamwambia Nuhu, mtu yoyote atakayemuua mtu, na yeye watu watamuua. Kwa nini? Damu inadai damu. Damu inalipwa na damu. Tutaingia huko, umesema mtumishi. Sio kana naelewa. So kwenye Samuel wa pili, damu inalipwa na damu. Yeyote atakayemwaga damu, mwanadamu atamuua. Kinachotafutwa ni damu. Kwa hiyo ili tufute damu, inatakiwa damu ifute damu. Okay. Na ilipofika Daudi anamwambia Mungu, nifanye nini? Mungu anamwambia nenda kwa Gibeon. Wale ndo wanaamua kwenye Samuel wa pili 21. Wale ndo watakuamulia nini wanataka, ili ardhi ianze kutoa mazao na mvua inyeshe. Sio Mungu tena, yani sio niombe mimi. Samuel wa pili 20 ngapi? Sema Samuel wa ngapi? Samuel wa pili 21. Nisome 21, si ndio? Mstari wa 3 anasema hivi, basi Daudi akawaambia Wagibeoni, niwatendee nini na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kubariki urithi wa Bwana? Imagine Mungu alipomwambia Daudi anaenda kwa Wagibeoni waliobaki. So ili kureconcile, sio swala la Daudi kumwomba Mungu, ni swala la Daudi kuwafuata kwa watu walioathiriwa, watu ambao ndugu zao wamemwagwa damu, watu ambao ndugu zao wamekufa. So reconciliation yote ya damu inahitajika kukaa mezani na watu walioathirika. Kuna watoto wao wamekufa. Na ndio maana kanisa linatakiwa liingie kipindi hiki kuleta mapatanisho, kwa sababu wengine watu wataongea kisiasa. Sisi kama kanisa tutaki kuongea kisiasa, tunatakiwa tuongee siri za ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho na operate vipi? Kwa sababu kama watu hawatakaa chini na kusameheana na kureconcile, madhara sio kwa kiongozi tu, nitakuja huko mbele, madhara hata kwako wewe yanakupata pia. Wakati ardhi haitoi mazao, sio Wagibeoni wao kuwa na mazao, hata wao walikuwa na haso. Oh my God. Wakati mvua hainyeshi upande wa Israeli tu, hata wao Wagibeoni pia walikuwa hawapati nini? Mvua. And yet wanajua kabisa tuna majibu, alafu hawasemi majibu miaka 3. Means hawa watu walikuwa na uchungu ndani uliosababisha kwamba kama kuharibu tuharibuni wote. Maana yake nini walikuwa nasema? Kwamba iko siku mtakufa tu. Iko siku mtakufa tu na nyinyi. Ama mtaikimbia nchi, mtatuacha sisi Wagibeoni. Alafu mkituacha tutaisemesha ardhi zatoa. Na hata kama ingekuwa kwamba hicho kizazi hakipo, wangekuwa wameshaondoka, wangekuwa kizazi kingine, ingebidi ifanyike hivyo hivyo. Nikwambia tena, Wagibeoni hawajatokea hapa. Walitokea kipindi cha Joshua, miaka na miaka wapo. Umeelewa? Yes. So yalibaki masalia ya Wagibeoni wachache ambao hawakufa. Imagine they have power over the land of Israel. Watu wachache tu. Alafu Daudi anaenda anawaambia niwafanyieni nini? Mfalme kabisa. Mfalme anapiga magoti. So kipindi cha reconcile kunatakiwa wote tushuke. Hakuna mbabe. Kwa sababu unaweza kuwa mbabe kwa sababu huna ufahamu wa kiroho. Lakini sisi viongozi wa kiroho tunakwambia sio swala la ubabe. Ni swala, ndio maana ukiangalia kila mtumishi wa Mungu sasa anasema tuombe. Kuna swala la kuomba, lakini kuna swala la watu waliofanyiwa damu yao bado inalia. Kwenye reconciliation sasa. Yes, wale watu wanatakiwa waachilie.
kutoka mioyoni mwao kwenye reconciliation. Na ndio maana kipindi hiki wewe ambaye inawezekana umepoteza ndugu, rafiki na jamaa, ni muda wa kusamehe, kwa sababu utaisababishia nchi isiweze kuwa na matokeo. Sio kwa sababu viongozi hawafanye kazi, ila wewe umeshikilia. Damu ya ndugu yako ipo, una uhalali nayo kuisemesha. Oh my God. Nikikumbusha tu mpenzi mtazamaji, siku 3 zilizopita mtumishi wa Mungu Disciple Godfrey alituma bendera ya Tanzania kwenye page yake ya Instagram. Unaweza kumfuatilia pia, ni mtumishi wa Mungu mahiri sana ambaye anatufundisha neno la Mungu. Akaunti yake ya Instagram inaitwa Godfrey the Disciple, Godfrey_the Disciple. Aliandika kwenye ukurasa wa Instagram akasema, aliyeturuhusu tuzaliwe Tanzania alifahamu nchi itatutunza, itatulinda. Hakutupa vita, hakutupa chuki wala visasi, ila alitupa amani na upendo. Akatoa pole, akasema pole wote ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki. Poleni wote ambao wamepoteza mali na vitu vya thamani. Akasema faraja ya Mungu ya kweli iwe nanyi nyote. Akasema amen. Akasema Mungu wa jana ni Mungu wa leo na ni Mungu wa kesho na siku zote. Akaandika pale Warumi sura 12 mstari wa 15. Kwa Kiingereza anasema rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Kwa Kiswahili inasema furahini pamoja wanaofurahi, lieni pamoja nao waliao. Tumisho Mungu, kitu gani ambacho kilikuprompt kama umeandika kwenye kurasa wa Instagram? Ninapenda kufahamu vitu kwa undani sana. Na kama nchi tumeingia kwenye tumepata kidogo, haijai kutokea. Lakini sio swala la kumlaumu nani kafanya nini. Ni swala la kukaa mezani. Ni swala la kuitana kama taifa. Nataka niwaambie, tusipokaa kama taifa na kureconcile kama Daudi alivyoreconcile na Wagibeoni, nataka nikwambia hatusogei. Kuna ukame tunaukaribisha, kuna dhiki tunaikaribisha, lakini kuna maafa tunayakaribisha. Ni lazima tufike sehemu tukubali tumetenda kosa. Lakini tunafanyaje? Nitakuja huko mbele. Kuna sehemu kwenye kitabu cha Luka Yesu anasema, na damu iliyomwagika tangu kipindi cha manabii na kipindi cha Habili itatakwa katika kizazi hiki. Imagine Yesu anasema damu zote ambazo wazazi wenu walizimwaga, zile damu bado zipo, msidhani zimefutika. Kizazi hiki hizo damu zitatakwa. Nataka nionyeshe ukubwa wa damu tunayoizungumzia. Damu ambazo zimemwagika Tanzania. Watu waliokufa, waliokuwa wanadai madai yao ikashindikana kukaa pamoja, damu zikamwagika. Familia zinalia. Tunahitaji kuongea nao. Tunahitaji kuomba nao. Tunahitaji watamke msamaha, sio kwa kiongozi. Watamke msamaha kwa ardhi ya Tanzania. Ili ardhi ya Tanzania iweze kutoa kinachotakiwa kutolewa Tanzania. Imagine kabila la Gibeoni ni kidogo sana, limeshikilia Israeli nzima. Kumbe kuna familia 3 tu zinawezekana watoto wao au ndugu zao wamekufa kwa, yani sio kwamba walitenda makosa, ilitokea tu wakafa katika hiki kipindi. Wale watu 3 wana uwezo wa kuzuia baraka zote za Tanzania, na wakamwambia Mungu ole wako wabariki Tanzania. Watu 3 tu. Mungu anamwambia Daudi, nenda kwa Wagibeoni kaongee nao. Anafika kwa Gibeoni, anamwambia mnataka nini? Anasema tutaki pesa. Soma mstari 5, hatutaki pesa. Hatutaki chochote. Tunachokitaka, tunataka aliyetufanyia kitendo hiki na yeye watoto wake wafe. Angalia reconciliation hiyo. Hawataki chochote, kitu kingine chochote. Tunachokitaka, chukua watoto 7, tafuta wana 7 wa Sauli na wenyewe wafe. Wakifa sisi tutaitamkia ardhi, kwa sababu mioyo yetu itakuwa imefurahi. Tumepata tunachokitaka. Tukitamkia ardhi. Daudi, una haja ya kwenda kufunga siku 30. Una haja ya kuleta misaada. Mvua itanyesha, baraka zitaachiliwa. Aliyezuia baraka sio Mungu, sio shetani. Aliyezuia baraka ni sisi wa Gibeoni. Tumezuia baraka zako. My God. Biblia inaposema tunaangamia kwa kukosa maarifa,
Lakini pia ukisoma kwenye Zaburi na I believe 11 mstari wa 3 nasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Hapa mtumishi wa Mungu kwenye hili andiko, misingi hii ambayo ilikuwa inazungumziwa ndio misingi ambayo sasa hivi situation ambayo tunapitia kwenye ardhi yetu ya Tanzania baada ya bloodshed. Kila sehemu ina utaratibu wake na namna yake ya kuenenda. Hii ndio misingi. Misingi sio kama kwenye kokoto na zege. Taratibu mlizojiwekea mnazozifuata ndio misingi. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hautaona mwamba kama mwamba. Anasema na mmejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. So it means a teaching, knowledge, understanding. Kinachozungumziwa ndio misingi. Taratibu zozote ambazo mmejiwekea ndio misingi. Sasa ile misingi ikisheki hakuna haki inayosimama. Misingi, taratibu, imani, culture, desturi mliojiwekea ndo misingi ambayo ipo. So kinachotakiwa tutengeneze misingi, turudi kwenye misingi, tuijenge misingi. Leo hii tunachokiongea hapa tunajaribu kuelezea wote waliosababisha na waliosababishiwa. Tunatakiwa tujenge misingi. Ngoja niambie, hatuna nchi nyingine inaitwa Tanzania. Hii ndo Tanzania yetu. Hatuwezi kukimbia sehemu nyingine yoyote kwa Tanzania. So kuumia kwako please isiye ukatoa laana kwa Tanzania, kwa sababu utawaumiza hata ambao hawakuepo, utawaumiza hata watoto wako. So tukubali kwamba yameshatokea. Tukaeni mezani, tunafanyaje? Kitu cha kwanza reconciliation. Tukubali kuna watu wamefanya kosa na mkubali kusamehe na nyinyi. Tukiweza kuleta hapa tunatengeneza misingi upya. Na tuangalie tunaendaje mbele. Tunaweza tukaleta maneno mengi, tukuwa waliuawa sio wa Tanzania. Lakini tukiangalia kila siku kuna watu wanazika ndugu zao. Kuna watu wanasema wamepoteza ndugu zao. Tukubali kwamba tusiwe na kiburi kama cha Sauli. Lakini pia na nyinyi mlio kina Wagibeon ambao mmetendewa, muwe tayari pia kufanya nini? Kufungua mioyo, kusamehe, kwa sababu tutaharibu wote Tanzania. Wale wanaweza kuharibu kwa nguvu, lakini wakaharibu kwa haki. Wagibeon walikuwa na nguvu, lakini waliharibu Israeli kwa haki. Damu ya mtu yoyote ni sadaka. Inapotolewa ardhi ikapokea, ardhi haina nguvu tena. Aliyetoa sadaka ndo mwenye nguvu kuiongelea. Yeye ndo anaweza akatoa amri, akatoa neno. Zaburi 51 mstari wa 10 na ngapi? 14. Yes, 14. Daudi anasema hivi, Lord deliver me from bloody guiltiness. 51 mstari wa 4. 14. Nisome Kiswahili version. Inasema, Mungu wangu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Una mamlaka kuimba haki kama hujaokolewa na damu. Alafu anasema, Biblia King James anasema deliver me from blood guiltiness. Niokoe, nikomboe kutoka kwenye damu zisizokuwa na hatia. Daudi ilifika mwisho kipindi Daudi hawezi kujizuia. Anamwaga damu. Ngoja ngavi, kwani Daudi alikuwa anamwaga damu? Watu wanashindwa kuelewa. Kuna kisa kilianza, lakini kumbe ni kiti alichokikaliaga kilikuwa na damu. Kwa hiyo Daudi anampendezesha Mungu sana, lakini hajiwezi kujinasua kwenye kumwaga damu. Swala limetoka wapi kwenye kumwaga damu? Nafasi aliyokaa ilikuwa ni nafasi ya damu. So nazungumzia a cause of blood kwa Tanzania. Tusikione hapa tunaharibu mpaka viongozi watakaokuja kuwa wabunge, wanasiasa, mapolisi. Kama kuna damu zilizokuwa tayari kwenye hizo nafasi zao, hata wao watakaokuja, unawezekana kama ni mcha Mungu, ukipewa nafasi fulani unashangaa unaanza kupenda kuua. Unajiuliza kwa nini napenda kuua? Kumbe kwenye kiti ulichokaa damu inanena, inakupitia mimi. Daudi anasema deliver me Lord. Maana Daudi alikuwa Daudi vilivyoandikwa alioua ni wachache kuliko Daudi aliowaua. Yaani hizi sote wanasema ni wachache. Daudi aliua.
Lakini Biblia inasema Daudi alimpendezesha Mungu. Unaweza kumpendezesha Mungu lakini kiti kina damu, yeyote anayekaa kwenye kiti anaua. Daudi anasema Lord please deliver me, do a deliverance. Leo Nikomboe. Baba nikomboe. Usipo nikomboa siwezi kinywa changu kitaweza kunena haki. Nikomboa kwenye damu za watu. Kwa sababu Daudi alianza kufanya analysis watu waliowaua. Daudi alishika kichwa. Daudi mpaka anaenda kufa anamwambia mwanake, yani anaua mpaka siku anaenda kufa. Anamwambia Suleimani, kuna watu wawili usiwaache. Mtu wa kwanza anaitwa Shimei. Hakikisha mvi zake zinaenda ahera. Muue Shimei. Fanya chochote mwanangu lakini muue. Mwingine anaitwa Yoabu. Anamwambia huyo Yoabu usimwache Yoabu. Daudi hawezi kunyanyuka, amelala kwenye kitanda lakini bado anamwaga damu. Na huyo ngombe damu haimwagwi na unavyofanya. Mtu anaweza akatenda jambo afu hajamwaga damu. Damu inamwagwa na mtu anatoa kauli ya kumwaga damu. Wow. Nyumba ya Daudi ilianza kuingiza damu Daudi alipomuua Uria. Biblia inasema Daudi alimuua Uria lakini Daudi akamchoma Daudi Uria. Alimwambia Yoabu muweke Uria kwenye mstari wa mbele vitani na wana wa Moabu nadhani, wa Amoni. Wakamuua. Waliomuua Daudi alimpeleka ni Yoabu lakini damu ipo kwa Yoabu. Damu ipo kwa Daudi, aliyetoa neno ndo aliyeua. Kwa hiyo unaweza kusema mimi sijaua, sienda kuua. Kikanuni cha dunia kweli wewe utashinda, hujaua. Aliyeua alitenda. Kikanuni, kiprinciple, kiroho, yule aliyetenda hana hatia, ila wewe uliyetoa neno ndiye una hatia. Hallelujah. Naomba tu nitasoma comments chache ambazo wanatutumia sasa hivi kwenye YouTube. Tunashukuru sana kuna watu ambao wanatazama sasa hivi kupitia YouTube na Rock TV. Mungu awabariki sana. Kama tulivyoanza hapo mwanzo tuliwaambia kabisa ndio tunaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini neno la Mungu leo limekuja kutupa mwanga. Kuna watu ambao wanasema amen, amen. Tunawapata vizuri kabisa. Mmoja anasema somo linaingia vizuri sana. Mwingine anasema connected. Mwingine anasema amen. Mungu awabariki sana. Najua muda umetukimbia, na shangaa kabisa sasa hivi ni saa 3:41 mtumishi wa Mungu. Naomba utupitishe sasa pale kwenye sehemu ya reconciliation, au ni namna gani sasa sisi wa Tanzania, because kitu ambacho kimetokea, kuna watu hata katika hii hali sasa hivi wakishapata haya maarifa wanaanza kumpokea Bwana Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa ajili wamepata haya maarifa. Na wanajua kwamba sasa hivi sisi tumeita kuweza kuwa raia wa mbinguni, kuweza kutenda kazi sisi kama kanisa, sasa kwenda ku bring redemption, restoration. Sisi kama kanisa tunafanya nini sasa? Hii reconciliation ambayo ulikuwa unaizungumzia, kuweza kupata upatanisho. Tumeona watu ndio wanaomba, tumeona watu wanafunga, tumeona watu wengine ambao hawana maarifa, hawajui nini cha kufanya. Unakuta wanaongea maneno ambayo wenyewe hawajui, au pia ni namna ambayo adui anatumia maneno sasa kuweza kuendelea kutukandamiza. Kama ulivyosema kwamba kitu ambacho kimetokea kutokandamiza mtu mwingine, hata sisi ambao wa Tanzania, kwa ajili sisi ni wana wa Tanzania. How do we reconcile? Kabla tujafika kwenye reconciliation, ninataka niwaambie kitu kingine kikubwa ambacho madai ya damu yanaweza kusababisha. Madai ya damu yanaweza katuondolea kibali. Na kibali kikiondolewa sio kwa Mungu tu, kibali wanavyo wanadamu na favor, nchi inaweza ikaanza kuingia kwenye misuguano ama kosa tu favor kutoka kwenye mataifa mengine. Ujue bado hatujaweza kusimama 100% kujiendesha. Kibali kinaweza kikakata tu cha nchi, alafu tukaanza kumtafuta mchawi. Kumbe mchawi tunayo mumu ndani, ni sisi wenyewe tujaka ku reconcile. Mwisho wa siku, kama siingia kwenye reconciliation, Daudi alitamani sana kumjengea Mungu nyumba sana. Unajua Mungu alimwambia, yani fahari yake Daudi alihifadhi mali nyingi sana, dhahabu nyingi sana, pesa nyingi sana, ili amjengee Mungu nyumba. Alafu Mungu akamwambia Daudi, utanijengea nyumba kwa sababu mikono yako imejaa damu. Ardhi na kukataa Daudi. Hata ukijaribu kujenga Daudi, haitakukubali. Ila mtoto wako hana damu. Minzi damu za watu zinamzuia Daudi kufanya kitu kikubwa, asiweze kufanya kitu kikubwa. Mungu anamwambia damu. Anamwambia mikono yako imejaa damu, maana nini? Damu za watu zinapiga kelele, Daudi, huwezi kunijengea. Imagine
Mungu anakataa asijengewe nyumba. Na huyu ni Daudi ambaye the Bible says is a man after God's heart. Na mzungumzia mtu wa haki mbele za Mungu. Afu Mungu anambia Daudi, hata mimi natamani unijengee. Lakini damu. Huyo ndo Mungu wa haki tunayomuita. Huyo ndo Mungu anayeamua kwa haki. Daudi, damu means kuna vibali vinaweza vikazuiliwa kwenye ulimwengu wa roho, afu tukapambana mwilini. Afu tunashangaa vitu haviendi. Tuna miradi ya Tanzania mingi ya kama nchi. Tunashangaa haiendi, kumbe ni kitu kidogo. Tutakuwa tukae chini to reconcile. Afu vitu vianze kwenda kwa speed, vitiki. Alafu baadaye unaweza wewe mwenyewe ukaja miaka kadhaa unaanza kulaumu, watu viongozi wetu wafanya kazi, wanafanya sana. Light ungewachungulia usiku wanapofanya kazi, wanapokaa vikao, lakini vitu haviendi kwa sababu wewe umekataa kuliachilia neno. Kuliachilia. So tunapozungumzia reconciliation, madhara ni wote wawili. Mvua isiponyesha wote tunakosa chakula. Vita vikiingia wote tunakufa. So ni swala la kuondoa uchungu uamue kutoka. Ni swala la sio pride ile ambayo unayo, shuka chini wewe uliyekosa. Na ule ukosea useme natamani kukaa, alafu sema unachokitaka. Kama natamani tufanye hivi, uchungu wangu utaondoka. Kikubwa watu waondoe vitu. Nimemwona mtumishi mmoja, mkuu mmoja wa mkoa, amekaa na wananchi Njombe. Sijui kama ulikuwa unaelewa. Kile kitu ni kikubwa sana. Watu waliposema wakaongea, wakamwaga, that's a reconciliation. So reconciliation kitu cha kwanza, tukae pamoja, tuitane. Alafu tuache watu waongee. Alafu waliokosea na wao wakubali tumekosea. Na waliokosewa waseme na sisi tumekosea. Wanapotamka tumesamehe. Wanapotamka, ujue kuna kampeni nyingi zinaenda tunaomba kwa Mungu. Mungu airehemu nchi. Mungu, watu wengi sasa hivi wanaomba. Kila mtu anaomba. Ni sawa, lakini issue sio Mungu. Issue kuna watu wana haki zao. Nimeona kila mtu sasa hivi anaomba tuombe rehema. Unaombaje rehema wakati mimi ndo nimetendewa? Hujatendewa. Light ungeojua kama umetendewa. Kama umeomba ni wewe, lakini kuna wengine wale watu waamue wenyewe kusema tunaachia. Tunaachilia. Wakisema tunaachilia, tunapoita damu ya rehema ifute zile damu zingine, damu inaachiliwa. Amen. Damu inaachiliwa. So kitu cha kwanza ambacho mimi naomba, ni kweli inawezekana watu wamekosea. Na mimi nikisimama kama Mtanzania, kana sisi Tanzania tumekosea. Kama taifa tumekosea. Lakini wewe uliyekosewa, usiangalie picha sasa hivi. Angalia mjukuu wako. Angalia vizazi vyako vitatu. Je, unataka viishi kwenye laana hii ya damu? Ama unataka waishi vizuri? Kama unawaza mbele, kwa sababu ngoja nikwambie, hatuwezi kumrudisha mtu. Ameshaenda, ameenda. Kweli tuna uchungu. Lakini kuna muda tuangalie kwa manufaa ya sisi sote. Tukaeni chini, tunakuomba msamaha. Kama mimi leo naomba msamaha kwa wote waliokosewa. Tusameheni. Kama tumekosea, tusameheni. Hata sisi viongozi wa dini inawezekana tumekosea. Inawezekana tunaongea maneno ambayo sio mazuri. Tusameheni. Release. Samehe. Na nataka nijue hakuna familia ambayo kwa namna moja au nyingine haijaguswa. Lakini tunatakiwa tusamehe. Tukishasamehe sasa, tuombe rehema kwa Mungu. Tukishaomba rehema kwa Mungu, tuombe viongozi wetu. Baada ya hapo mimi nataka nikwambie, taifa jipya litazaliwa. Ambalo nataka niseme makosa yaliyotokea hayatatokea tena. Watu wataondoa uchungu. Watu watalilizi mioni. Wagibeoni baada ya kufanya hivyo, mvua iliponyesha wote walifurahia. Ardhi ilianza kutoa matokeo, wote walifurahia. Ni kwa sababu walikaa na Daudi. Walikaa wakaongea. The same sisi tunavokaa hapa, tunakuomba. Damu ina uhalali. Lakini tunakuomba futa huo uhalali. Maneno yote mabaya unataka kuyatamka kwenye hiyo ardhi kwa sababu ya damu, tunakuomba usitamke. Tamkia mema. Release. Then we'll go on. Na mshangaa Mungu sana katika yote ambayo ameweza kutupa maarifa siku ya leo. Kwa hili Malaki ile 2 sura mstari wa 7. Midononi kwa watumishi wake. Lakini katika mazungumzo ambayo tumekuwa nayo mtumishi wa Mungu, hakuna sehemu umesema adui ametumia kitu fulani. Hakuna adui ametumia kitu fulani. Yani ni damu, the cause of the blood. Adui anazaje akapata mlango kupitia hivi vyote ambavyo vimefanyika katika ardhi ya Tanzania? Ujue adui hata Mungu ili afanye ni lazima umfungulie mlango.
mbele yenu nimewekeni uzima na mauti, chagua. Unajua kwamba adui hawezi kukuinfluence chochote mpaka umemfungulia mlango wewe aweze kuingiza influence yake. Okay, kwenye Zaburi leo nimeweka status yangu. Na kwenye status yangu nilisema hivi. Status yangu ya leo Samuel wa 2:23 inasema ndani yetu kuna roho ya Bwana ilinena ndani yangu na neno lake likawa ulimini mwangu. So huwezi neno, anasema roho ya Bwana ilikaa ndani yetu. So ndani yetu tuna milango ya kufungua roho zikae. Inategemea roho ya aina gani umeifungulia mlango. Daudi anasema ni roho ya Bwana inakaa ndani yangu. Kwa kuimba, kwa kufanya, kwa kuwa karibu na Mungu, kuna mlango aliufungua, roho ya Mungu ikaingia. Yes. Alafu ilivyoingia ile roho ikaanza kumsababishia aongee maneno. So ukimsikiliza Daudi anachokiongea unaweza kusema ni Daudi, kumbe sio Daudi, ni roho ndio inaongea kupitia kinywa cha Daudi. Amen. So ukifungulia roho kama ni roho mbaya ukazifungulia, watu wanaweza wakaanza kufanya vitendo ukadhani ni wao, kumbe sio wao, ni roho nyuma yao inasababishia wafanye hivyo vitendo. Amen. Kuna mfalme anaitwa Yehoshafati. Walizungukwa Yuda, wakaenda wakaomba, wakawa naimba, wanasifu tu. Biblia inasema Mungu akaweka wavamizi, akaingiza roho katika wana wa Seiri, wakaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Mtu anachukua panga anaanza kumua askari mwenzake. Ukikama una ufahamu wa kiroho, unaweza kushangaa, mbona wanauana? Kumbe kuna watu wametuma roho ndani zao za uharibifu. So adui chanzo tunaweza tukaona ni kwa sababu hiki, sababu hazikosekani. Lakini sababu zote sisi watu wa kiroho tukiziangalia, kuna mlango ulifunguliwa, adui akaingiza roho za chuki, roho za mafarakano, roho za kugombana. Huku mbele sisi tunaona ni kwamba fulani anamchukia fulani, fulani anampiga fulani. Yes. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho tayari kuna milango imefunguliwa ya roho ya machafuko. Watu wanaweza kanyanyua tu kitu, anaua, anapiga. Unasema hii roho inatoka wapi? Unapata wapi ujasiri? Ujasiri. Adui amepata nafasi. Kama hawa watu wangejaa neno la Mungu ndani yao, na neno la Kristo nalijaa kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, wangejazwa neno la Mungu, wangejazwa maarifa ya kimungu, roho ambayo ingekuwa inapiga kelele sio roho ya adui, ni roho ya Mungu ndani yake. Amen. Wakati napita kwenye Instagram huko, nilikuwa napita kwenye comments. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anajaribu kutoa ushauri, akawa anamwambia vitu ambavyo vinatokea sasa hivi, hakikisha humuonyeshi mtoto wako hizi video ambazo zinatembea huko katika mitandao ya kijamii. Mtu mmoja akacomment pale, akasema mimi nimemuonesha na nimemwambia kinachotendeka na ni nani anafanya. Kama ulivyosema hapo, umezungumza kuna mlango ambao sisi ndo tunamfungulia adui kuweza kutuvamia, na kuna roho ambazo sasa inaweza kutawala ndani yetu kupitia vitu ambavyo watu wanaviona. Roho gani ambazo zinaweza zikaingia? Okay, ukiangalia kuna muda serikali uiangalie kwa jicho la pili. Nasema msishare, msitume. Kuna muda nasema kuna mtu wa kiroho yuko kule. Yaani kuna mtu wa kiroho yupo. Unajua maana yake nini? By the way, kipindi ambacho tuko lockdown, Yes. nchi ilikuwa quiet, silent. Hata ukujua, hata nafsi yako haikujeruhika. Ulipoanza kupokea taarifa, milango ikafunguka. Yes. Ghafla hasira inapanda. Imepandaje? Kuna mlango umeufungua. So wanapotuambia msishare na nini? Issue sio kushare. Issue ukipata taarifa inaweza ikachafua au ikafungua mlango ndani yako, na wewe ukaanza kuwa na hasira. Ukasema lazima nilipize kisasi. Yes. Unapolipiza kisasi, kumbuka damu inayomwagika, ardhi inafanya nini? Inapokea. Ikipokea, aliyemwagwa damu anakuwa na nguvu kwenye hiyo ardhi kusema chochote. Ni mlolongo mrefu ambao I wish watu wauelewe. Wapendwa, ninaomba tukae tu chini kama Tanzania, tuombe rehema, tusameheane ili tuweze otherwise tusipokubali wote, ninachokiona kinakuwa kibaya zaidi. Na muda mwingine yani nikiangalia kimaandiko tu, nina kimaandiko. Yes. Yani maandiko tu unaweza kuprophesy ukatabiri kupitia maandiko tu. Kwa sababu vitu viko wazi. Yesu anawaambia, na damu mlizozimwaga zitatakwa katika kizazi. Imagine, huyu ni Yesu kwenye Luka 11:50. Anasema ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu. Imagine, tangu msingi wa ulimwengu Yesu anakumbusha kwamba ipo damu ambayo ipo kwenye ardhi.
tangu Mungu alipoumba damu ya Habili. Anaendelea anasema hivi mstari wa 51, tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu ya hekalu, naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa katika kizazi hiki. Itatakwa katika kizazi hiki. Hiyo damu ya Zakaria miaka na miaka, damu ya Habili miaka na miaka. Yesu anasema hakunaga aliweza kuitoa, mpaka sasa hivi inatakwa. Na hata mimi kufa kwa sababu damu inataka damu. Nisipokufa mimi kihalali ili nifute ile damu, hakuna mwanadamu anaweza kusurvive. Wote tutakuwa swiped. Tutakuwa swiped off. Mtumishi wa Mungu, wewe ni mchungaji lakini pia kuna vijana wengi sana wanakufuatilia. Na katika haya yote ambayo yanaendelea, kuna vijana ambao walikuwa na miemko ya kufanya vitu ambavyo wamevifanya. Zungumza na vijana sasa hivi wanakusikiliza kwenye kipindi cha Recap kupitia Rock TV. Kwa vijana ambao wananisikiliza, ambao ni vijana wenzangu, watu wanasema lazima tuikomboe kwa damu. Fuatilia nchi zote ambazo zimemwaga damu, bado zinamwaga damu. Damu ina kawaida kudai damu. Kwenye Mwanzo 9:6, atakayemwaga damu ya mwanadamu na damu yake itatakwa na mwanadamu. Kwa mfano, yeyote aliyeingia kwa mapinduzi na yeye anapinduliwa. Yeyote anaingia kwa damu, iko siku damu italia tena, itataka. So niwe sisi tuamue, tunataka damu ziendelee kudai Tanzania. It's okay, lakini tutasafa. Ama tu stop hapa, tufute damu isipige tena kelele. Ni sisi kuamua. Mimi ushauri wangu kwa vijana, tusiwe selfish kwa kujiwazia sisi. Yes. Tuwaze watoto wetu wa vizazi vitatu mbele. Wataishi maisha gani? Maisha ambayo tunataka waishi ni maisha ambayo sisi sasa hivi tunayaamua. Tanzania ni nchi tuliopata kila kitu kwa kukaa mezani. Turudini mezani. Tusikubali nchi hii iwe inadaiwa kwa damu. Damu ina kawaida kukumbushia kila baada ya muda inataka damu. Na ndio maana ilivyofanyika Habili, wana wa Israeli walisoma wakamlaumu sana Kaini. Afu wao pia wakaja wakaanza kuwaua manabii. Hao ambao wanamlaumu Kaini na hawa wakaanza kuua manabii. Kwa sababu gani? Damu ina tabia ya kudai damu. Wakawaua manabii. Yesu anakumbusha, mliwaua mkawaua, hata sasa damu inadai. Kwa hiyo damu ina kawaida, anasema itatakwa mpaka kizazi hiki. Maana damu haitakaa kuacha kudai. So ni sisi wa Tanzania, sisi vijana wa Tanzania kuamua kusema hatutaki damu iendelee kudai Tanzania. Hatutaki ardhi ya Tanzania iendelee kudai damu. Hatutaki machafuko tena. Hatutaki ghasia tena. Mimi nasimama kinyume na watumishi wote wanaochochea fujo, wanaochochea damu zizidi kumwagika. Siungani nao. Naenda kinyume na watu wote wanaodai kuikomboa Tanzania, wanasema kuikomboa Tanzania kwa damu. Siungani. Damu kiroho itapiga kelele hata kama sio kwetu sisi, kwa watoto wetu watasafa kwa sababu ya kwetu sisi. Ngoja nikwambie, amani tunayojivunia leo ni kwa sababu kina Nyerere na wazee wetu kipindi kile hawakupata ukombozi kwa damu. Yaani sisi ndo tunaiharibu. Kwa hiyo watoto wetu na sisi watasafa kwa damu. Sisi tumestarehe kwa sababu walikaa mezani, amani kapatikana. Ndio maana yani sisi tumeenjoy amani ya wazazi babu zetu. Kina Nyerere sisi ni babu zetu kwa sababu walizaa wazazi wetu wametuzaa sisi. Sasa imagine sisi ni kizazi cha 3 au cha 4 kutokea Nyerere. Yes. Tuna enjoy benefits za kile walichokifanya. Nataka niwaambie na sisi, kama tutakubali damu, uzao wetu wa 4 utaendelea kusafa kitu ambacho tunakifanya sasa hivi. So the best option ni kuzuia damu isimwagike tena, machafuko yasitokee. Tukaeni mezani, tusameane, tumuite Mungu aturehemu. Bado Mungu anaipenda Tanzania. Bado Mungu anaiwazia mema Tanzania. Ardhi ambayo Mungu ametupa tusiharibu. Maarifa haya ama neno hili la Mungu aliloliruhusu leo, ninaamini ukiamua kufanya maamuzi utaikomboa Tanzania. Na damu iliyomwagika haitaweza kupiga kelele. Kwa sababu utaamua wewe uliyeuziwa, utaamua kusamehe. Na wewe uliyetenda utaamua kuomba msamaha. Tutareconcile, ile damu itakuwa na sauti tena. Tutaitia damu ya Yesu iweze kutuliza ile damu. Then tutamove on. Vijana ni kuna namna ukikaa nje, ukikaa na vijana
na vitu vingi sana moyoni. Najua. Hivyo vitu vingi ambavyo vimejaa sana katika mioyo yao ni kwamba tumeomba mtumishi wa Mungu disciple Godfrey, mbona Mungu hajatusikia? Mbona haya yote yametokea? Mbona tunaonekana kama sisi ni wanyonge, labda tukionyesha violence tukaonekana tuna nguvu, majitu tukaonekana kama kina Goliati kidogo, labda tutasikilizwa. Tusipimane nguvu. Kwa sababu anayeumia ni sisi. Yani ndio maana nasema tunaga Tanzania nyingine. Light kungekuwa tuna Tanzania nyingine, Tanzania B. Alafu tukaachia Tanzania hii wapigane. Nataka nikwambie katika watu milioni 61, watu milioni 60 labda wangekimbilia Tanzania B. Ingekuwa New Jerusalem tunaisubiria. Hatuna nyingine. So tusishindane ubavu. Ndio maana nasema hakunaga ubavu unaweza kuleta faida. Yaani unaweza ukapata, lakini nataka nikwambie na utaondolewa. Iko siku tu utaondolewa. Yaani atakuja mwingine naye mwenye nguvu kuliko wewe, atamwaga damu, atakaa hapo kwa damu. Nafasi zinakuwa zimechafuliwa. Familia zimechafuliwa na nini? Damu. Kwa hiyo kwamba tusipo reconcile, tunaona kikitokea kwa nchi, kitaenda kwenye level ya familia. Kitaenda kwenye level la kabila. Zikitoka kwenye level za kabila zitaenda kwenye koo. Zikitoka kwenye koo zitaenda kwenye familia. Zinashuka. Si zimeanza nchi. Inaanza kushuka taratibu. Utashangaa kwenye mkoa watu wanauana vibaya mno. Na sasa wanaanza kuuana hapo. Hata viongozi hawapo. Watu wenyewe. Unasema imetoka wapi? Mlango wa nchi umefunguliwa. Wakitoka kwenye mkoa wanakuja kwenye koo. Ndani ya koo watu wanapigana na damu zinamwagika, sababu damu inadai damu. Wakitoka kwenye koo zitakuja kwenye familia. So tunatengeneza nini? So kama viongozi wa dini, ama kiongozi wa kiroho, sipendi kuita dini, kiongozi wa kiroho anayejua umuhimu wa damu, to reconcile kwa pamoja. Tukae ni tuchini. Kubali kusamehe, sio kwa faida yako. Angalia faida ya vizazi vyako. Kusema ninafanya leo ingawa ninaumia. Ni kama ukiamua kufanya maendeleo, kuna muda unajinyima, sinuni perfume ya 200,000. Hii hela naenda kuwekeza. Unanuka kijasho. Lakini unasema hela nawekeza kwa sababu ya faida ya kesho. Unaacha kununua usafiri mzuri. Unasema ninawekeza kwa ajili ya kesho. Na sisi tuwekeze kwa ajili. Kwa nini tusiwekeze kwa kesho? Kwa kutengeneza amani ya leo. Kwa kutengeneza msingi wa leo. Ili kesho watoto wetu waishi kwa wafaidike. Aseme baba, my father was very wise. Wazizi yasema wazazi wetu walifanya nini? Tusifanye kwa kitendo. Ukienda nchi za jirani, vita vitokea miaka 90. Mpaka leo watu wana makovu. Hawajasahau. Tusifanye huko. Tusifike huko. Bado tuna nafasi ya kuweza kukaa chini na Mungu akatusikia. Kuna watu wanatamani, wanasema mtu fulani angekaa kwenye kiti bwana. Nataka nikwambie. Kingekuwa 1 2 3 4 5. Sio swala la nani. Narudia tena. Hata huyo hao wanaosema fulani tunamtaka. I'm telling you, tukimweka pale, kama hajui hiki kinachokiongea cha kiroho kwenye nafasi, hata yeye, nataka nikwambie, hatoendesha yeye kiti. Kitamuendesha yeye. Ndio principle ulimwengu wa roho. Biblia anasema na shetani ile joka akapigana na malaika, akapigwa akashushwa, na nafasi yake ikafutwa mbinguni. Hapakuonekana tena nafasi yake. Ufunuo anaelezea, Ufunuo wa Yohana. Nafasi yake kuna kufutwa kwa system. Mungu alifuta system ya shetani kabisa. Haipo. Na ndio maana nafasi yake, kiti chake hakipo mbinguni. Alifuta. Sio kinachotakiwa. Sio swala la nani tunamtaka. Huyo mtu anajua principles za kiroho. Kama hajui principles za kiroho kinachokiongea, hata yeye akikaa atakuwa anafanya vitu hadi nyewe mnashangaa, mnasema light tungejua. Ngoja nikwambie, kuna nchi za jirani hapa wenzetu walisema hatumtaki fulani. Wakamleta wanamtaka. Sasa hivi hawamtaki tena. Sisi wanasema one time. Lakini ukiangalia unasema huyu ni hasla. Anasema huyu ndo rais wetu, ni vijana wa hasla. Vijana wote unajua kuna namna. Ngoja ngombe, vijana wote walimtaka yeye, wakamwacha mzee. Na ni kweli akakaa. Sasa hivi wanasema tumtaki, ni one time aondoke, hatutaki kumpa ya pili. Lakini si nyinyi, kumbe mlimtaka akaya. Sio yeye.
mwenyekiti na system, ndugu yangu. Hata mwingine akija, watu wa kiroho wasipoomba rehema, kile kiti mwanzilishi wakati nchi inachukuliwa alisema nini, alifanya nini, ndicho kinachotawala. Kwenye ulimwengu wa roho hatawali mtu, inatawala misingi iliyowekwa, ndio inayotawala. Taratibu zilizowekwa ndizo zinazotawala. Tukiwa tunaendelea katika kuishia hapo tamati, mtumishi wa Mungu, na kitu ulisema ukasema kwamba tukiwa tayari kuachilia sisi ambao tumetendewa na wale watenda waweze kutamka. Inakuwaje labda watendewa wameshakubali sisi tunasamehe, tunaachilia? Watendewa wamekubali sisi tunasamehe, tunaachilia, lakini watendaji wasiachilie wala wasitamke neno. Sasa ndo nasema hapo sasa inabidi, yani hapo sasa ndo hatari. Lazima pande zote zikubali. Na iwe na nguvu. Mtenda aliyetenda awe wa kwanza kukubali kushuka. Unaona kwenye kitabu cha Samuel wa pili hiyo, Daudi, imagine mfalme akaenda kwa wapi? Gideon. Imagine kuna kiongozi anakuja anasema tulifanya kosa, tumekosea. Nampenda sana yule mkuu wa mkoa kule. Sema tumekosea, kama kukosea tumekosea. Watu wote wakalia, kukawa na kilio mahali pale. Uchungu unatoka. So kwenye reconciliation tusitafute mbabe ni nani au nitaonekanaje. Yani tukianza kusema tu nitaonekanaje, tunaharibu vizazi. Wewe unaweza kaishi vizuri ukaenda, lakini uzao wako watatu tasafa kwa ajili yako. So kinachotakiwa ni wote tukubali kuondoa majivuno yetu wote tushuke, tuseme Mungu tunahitaji. Sema kuna kushuka, sio uende kila familia. Neno lako tu moja, jamani tumekosa. Kama taifa tumekosa, naombeni mtusamehe. Ukitamka tu hivyo, hakuna neno lina nguvu kama kiongozi akatoa hilo neno. Wale watu utashangaa kile lazima tumesamehe. Ukianza kuona neno la msamaha watu wanalitamka, watu wanaliongea, ujue nchi iko kwenye mzuri. So ushauri wangu ni tusiangalie nani alifanya, nani alikufanya. Tuangalie kuikomboa Tanzania kutoka kwenye mikono ya adui. Adui anaiwazia mabaya Tanzania, lakini Mungu anaiwazia mema. Na ndio maana Mungu anatupa nafasi kama hizi kuongea. Amen. Sio nafasi ya kujitutumua, ni nafasi ya kushuka wote. Wote tuliotendewa na waliotenda, wote tushuke. Kiombo msamaha, samehe. Samehe 7 mara 70. Samehe. Kuna watu wanatutazama sasa hivi, mtumishi wa Mungu, na ambao wamekaa katika ngazi za juu. Hapo mwanzoni tulipokuwa tumeanza kabisa, ulitutambulisha vizuri kabisa kuhusu mji huu wa Dodoma, capital city of Tanzania. Wanatakiwa waseme publicly au labda kwa watumishi wa Mungu kwa kutumia hekima, wanakusikiliza sasa hivi, labda tuje tuyajenge, au tu wao wakiwa katika faraga, Mungu tunakuja, tunajua tulichokifanya, tusamehe. Kuna njia nyingi za watu kutamka. Uwezi kuwafikia watu wote. Uwezi, sasa hivi dunia ishakuwa kubwa. Mkoa tu utaenda kila familia na unawajua kwanza. Hapana. Kuna vyombo vingi vya habari. Kuna namna nyingi watu kupata taarifa. Lakini pia mtu unapotangaza, ujue msamaha sio kwa yule tu aliyetendewa, hata kwa kwa. Yaani wewe tamka. Wewe tamka. Tuna viongozi wetu wengi hapa. Tamka, kama sisi viongozi wa dini tunatamka tusamehe. Sisi tunasimama kwa niaba pia nchi kwa sehemu ya dini. Tunaamka, kama mimi nafutamka, tunaombeni mtusamehe. Mtumishi, umeshajua kanuni za kiroho kwamba Mungu the Bible says kwamba he despises the proud, lakini anawapinga wenye kiburi na wanyanyua wale wanyenyekevu. Umeshajua hiyo kanuni. Lakini katika sehemu nyingine unaweza kaisi kwamba itaonekana kwamba sasa I'm weak, nime lose my power. Na ndio maana nina washauri. Unajua ushauri ni wa bure. Mwisho wa siku utaki na uacha. Ninashauri kwa bure. Kila kiongozi kwenye level yoyote. Ujue tuna level nyingi zinazoanzia chini mpaka juu. Kule kwenye level za chini, kama ni wajumbe ni nani, omba msamaha kwa watu wako 10 nao waongoza. Waite, ombe jamani tusameheni tumekosa. Amen. Muongee. Level ya kata, omba msamaha. Level ya wilaya, omba msamaha. Level ya mkoa, omba msamaha. Msamaha unaathiri nini? Omba msamaha. Na kataka kwamba hakuna kitu kikubwa kama kusamehe. Tunapoomba sala ya Baba yetu, utusamehe kama sisi tunavyo wasamehe wengine.
So njia pekee ya Mungu kukusamehe, wewe usamehe. So wewe unapoomba msamaha, yule asiposamehe, vita sio ya kwake tena na wewe. Vita ni ya kwake na Mungu. Wewe unajua nimekosa, muombe msamaha. Bwana tusameheni kwa yote yaliyotokea. Alafu yeye abaki yeye na Mungu wake. Asiposamehe wewe umeshamaliza. Itabaki yeye. Umefanya sehemu yako. Wewe umefanya sehemu yako. Kuna quote moja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ashaye kusema, akasema kila mtu afanye sehemu yake. Wewe fanya kwa sehemu yako. Si unikiongoza sehemu fulani. Fanya kwa sehemu yako. Fanya kwa sehemu yako. Fanya vile unavyoweza ukafanya. Watu wasikie. Fanya. Alafu mwachie nani? Mungu. Mungu atadili na wale watu na mioyo. Kabisa atadili nao. Kabla sijaendelea na maswali mtumishi wa Mungu, naomba nisome comments ambazo ziko kwenye YouTube. Kuna mtu mmoja anasema, Shalom baba, Mungu akutunze kwa ufunuo huu. Mungu amelituma neno tayari, ni jukumu letu kulitendea kazi. Mwingine ni Matthew William anasema, Amen, Mungu akubariki Pastor G. Mwingine ni Upendo Vitas anasema, nakuelewa mtumishi, mambo ya kiroho ni hatari sana. Usipokuwa rohoni ni ngumu kuelewa, kuna kitu nimejifunza sana. Amen. Mtumishi mwingine anaitwa Malonga kutoka TZ anapiga makofi. Mwingine ni Christian Bilia anapiga makofi. Mwingine ni Doreen Library anasema, Amen, na tamani wa Tanzania wote wasikie hili neno, wote tupone. Amen. Lakini kuna mtumishi mwingine hapa anaitwa ni Maria anasema, hakuna kitu kikubwa kama kusamehe. Hapa mtumishi wa Mungu watu wanatufuatilia kupitia Rock TV, lakini YouTube kuna watu ambao wako diaspora. Wamesikia hili neno. Hivi ni Rock TV kwenye YouTube au zote? Yes, ni zote tunapatikana. Rock TV pamoja na Reality of Christ Church Dodoma. Amen. Wanatupata live kabisa hapa. Amen. Sisi ambao sasa tumelisikia hili neno, naamini tunaenda kuwa maambassador sasa wale raia wa mbinguni. Ninatamani watu ambao wanaingia kwenye nyumba za ibada kwa dini zao. Sisi tu ambassador. Na hii napenda ni wahusie pia viongozi wa dini. Viongozi wa dini tusiwe wachochezi. Tusimwage petroli kwenye moto. Narudia tena. Kwa kipindi hiki na waombeni viongozi wa dini. Tusiwe watu wa kumwaga petroli. Watu wana uchungu, watu mioyo yao imeraruka. Tuwe faraja. Tusimameni sehemu ya sisi kama viongozi. Tutamani haki zaidi. Heri wapatanishi, Biblia inawaambia. Kuwa mpatanishi. Kuna swawabu yako. Kuna tunu yako. Mpatanishi yoyote. Mpatanishi tu kuna baraka. Yaani ile kuwa mpatanishi tu. Sasa viongozi wa dini zetu umeingia, tunaita wapiganaji. Sasa nyumbani mtu kararuka, anakuja kanisani, unazidi kumrarua. Yaani unazidi kumongezea hasira. No. Ninawaomba kipindi hiki jamani, tutengenezeni Tanzania yetu. Mimi na watoto wangu watutoki Dodoma. Dodoma ndo hapa Mungu ametupa. Yaani ukiniambia tena niondoke Dodoma, naenda wapi? Mimi siondoki. Mimi nasema siondoke. Mimi nitalia kanisani. Na hata sisi waumini pia tuwe maambasada kwa watu. Mimi nataka nikwambie, wote wanaoingia kwenye nyumba za Mungu. Uzuri Tanzania kwa katiba haina dini, lakini watu wake wana dini. 80-90 ya watu wana dini zao. Wote tukaweza kutangaza amani kwenye nyumba za ibada. Tukawa na umoja. Inabadilika. Mimi ninaanza kwenye kanisa naloliongoza. Upendo, amani, kusameheana. Ndicho nitakachokihubiri muda wote. Hata kama mtu atakuja ameumizwa kiasi gani, nitamuelekeza, nitamfariji, na mwisho wa siku nitamwambia samehe. Sababu Biblia inatuambia 7 mara 70. Kuna dada mmoja namfuatilia kutoka South Africa, ni mtumishi tu wa karimu, mtu ambaye anamwamini Mungu. Aliandika akasema, Watanzania ni watu wenye upendo, ni watu wa umoja, ni watu ambao ni wakarimu sana. Yule ambaye anatujua kutoka nje, kuna sisi ambao sasa ndo tuko hapa Tanzania. Ukisoma kwenye Biblia kuna sehemu ambapo Mungu anazungumzia kuhusu the new Jerusalem. Wewe mtumishi wa Mungu unaiona vipi sasa Tanzania ya mpya, Tanzania ambayo imerejeshwa? Kuna mtu ambaye sasa hivi ukizungumza anapata tumaini kwamba okay, this is the Tanzania that's going to be like, anaendelea kupata imani. Unaposema Tanzania mpya, maana yake kuna Tanzania iliyokuepo. Sawa? Yes. Na hiyo hata hii ambayo ipo ilitengenezwa. Kwa hiyo hata hiyo mpya inatengenezwa. Kwa hiyo msingi wa upya wote
lazima ufanye nini? Utengeneze. Hakuna kipi kisichotengenezwa. Amen. Sio kama naeleweka. Amen. Sasa swala kujiuliza, anaitengeneza ni nani? Nani mjenzi? Mungu. Mungu alishatengeneza Tanzania hii moja. Akakupa wewe. Ni wewe kumultiply. Amen. Kuitengeneza Tanzania mpya. Sasa muonekano wa Tanzania unayoitaka mpya, sio Mungu anaoitengeneza, ni sisi ndio tutakao tengeneza. So mimi na wewe, we are the builders of a new Tanzania. Sisi ndio wajenzi wa Tanzania mpya. Sasa unajenga Tanzania mpya kwenye chuki, ni wewe kujenga. Unajenga Tanzania mpya kwenye maneno mabaya, kwenye kashfa, kwenye kumwaga damu, kwenye kutaka mauaji. Anaijenga Tanzania mpya. Sio wazungu, sio wa Afrika, ni wa Tanzania wenyewe. Hiki tunachokikaa sasa hivi walijenga babu zetu, sisi tukakipokea, na sisi tunatakiwa kukijenga kwa ajili ya kizazi chetu. So ni maamuzi yetu, tunajenga Tanzania yenye kumwaga damu ama Tanzania yenye amani na upendo. Sisi ndio tunaoitengeneza. So you are the builder. You can build it or you can destroy it. Amen. It's all about you. Sio Mungu. Sio Mungu. Yani tusimsingizie Mungu kabisa. Amen. Sisi ndio tutakao jenga na sisi ndio tukao haribu Tanzania kesho. Mimi na ushauri wangu, chagua kuijenga Tanzania yenye amani na upendo, na sio Tanzania yenye chuki na kumwaga damu. Amen. Ikitokea tukiwa tunamalizia hapa, mtumishi wa Mungu, sisi ni Wakristo, tukiwa tunafungua Biblia tunaendelea kutafuta ile mistari ya vengeance. ya kisasi. Yani kwamba Mungu anatakiwa afanye 1 2 3 4 5. Lakini kwa maarifa haya ambayo umetupa, neno hili ambalo limekuja kwa wakati, naamini sasa tunajua nini cha kwenda kukifanya. Ile reconciliation ambayo umeizungumza sasa hivi. Kwa hizi dakika ambazo zimebaki, tuna dakika kama 15, mtumishi wa Mungu, tunaomba utuombe kile kitu ambacho Mungu anakuprompt kwenye moyo wako sasa hivi kuongoza. Kuna watu wanatusikiliza. Kwa hizi dakika mimi nitaomba maombi mafupi sana. Na maombi ambayo mimi nayaomba, nitaomba maombi kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, Mungu akawape faraja wote walioumia. Yani tuende mbele turudi nyuma, watu wameumizwa. Kuna watu hawajafa, inawezekana mauti hajatokea kwa, lakini wamepoteza mali. Nadhani anachukuliaje? Yule mtu ukimwambia anakupa silaha leo, ukiona tena watu wanaandamana, piga risasi, atapiga risasi, kwa sababu anaona mtu amekopa bilioni 5 6, kuna watu wamechomewa mabasi, kuna watu wamechomewa vituo vya mafuta, kuna watu wamechomewa biashara zao za biashara. Alafu ana mkopo benki, anaona kabisa nyumba yake na watoto wake inauzwa. Sababu benki haitajali hiyo. Ndio tulikuwa kwenye maandamano, lakini so kuna watu wana uchungu wa mali, lakini kuna watu wana uchungu wamepoteza. Kuna watu poteza waume zao, kuna watu wamepoteza wake zao, kuna watu wamepoteza watoto wao. Na mtumishi wa Mungu kwanza kuomba tena kupata mume ya kisafari. So Mauli unanifurahisha sana. Watu kwa kwenye uzuni, Mauli nataka tucheke. Asi baba, furaha ya Bwana ni nguvu yetu. Okay. So kuna watu wamepitia katika hizo dhama. So ninaomba Mungu akawe faraja ya kweli. Lakini pia Mungu airejeshe mioyo yao. Kubali kuachia. Isipokubali kuachia kwa wote, alafu inawezekana unamwona yule lakini kuna watu watatu nyuma, huyu anaweza kasamee, watu watatu nyuma wakaenda na kisasi. Ili mtokea Daudi hilo. Kuna mtu anaitwa Ahiotheri. Ahiotheri ana mtoto anaitwa Eliamu. Eliamu ana mtoto anaitwa Betsheba. Daudi akamua mume wa Betsheba ambaye ni Uria, akamchukua Betsheba kwa mke wake. Umuoni Eliamu akiumia, ila Ahiotheri babu yake Betsheba aliumia, akaliweka moyoni, alafu akajipenyeza akawa mshauri mkuu wa Daudi. Biblia anasema neno la Ahiotheri lilikuwa ni kama shauri la Mungu kwa wafalme. Huyu jamaa alikuwa akimshauri Daudi, Daudi anafanikiwa. Akimwambia Daudi twende kwenye vita, unashinda, anashinda. Lakini jamaa ana uchungu na Daudi kwa sababu Daudi amemuulia mkwe wake alikuwa anampenda, anaitwa Uria. Kamuua makusudi.
alafu alijipenyeza akawa karibu na Daudi, alafu amekaa kimya anamvizia siku Daudi atakapoanguka. Biblia inasema siku Abisalomu mtoto wa Daudi alipochukua kiti, Ahithofeli hakwenda na Daudi, Ahithofeli akaenda kuungana na Absalomu. Daudi aliposikia akashika kitu akasema, Mungu tengua shauri la Ahithofeli, ninamjua Ahithofeli akimshauri Absalomu wananiua. Lakini chanzo nini? Damu. Eliamu muoni alisamehe. Mtu baki wa tatu, kizazi cha tatu, anaitwa Ahithofeli babu, ametunza uchungu, ana uchungu na Daudi, anasema Daudi ninakutafuta, anaongea naye lakini ndani maumivu. So ninachokiomba watu walilizi kwa moyo wote, otherwise kisasi. Kwa mtumishi wa Mungu unachosema inakuwa ni contagious. Mtu anakuja mwenye maumivu, ana influence, anaongea na wewe kwenye sikio kwa ajili ni milango ya kiroho. Nazungumza. Na mara nyingi wenye visasi wanatafutaga nafasi kwa yule anataka kurudisha kisasi kuwa karibu naye. So wanaweza wakapretend kwa namna yote wanakupenda, kumbe wanataka kutafuta kisasi. My God. Wanajua wakiwa mbali hawakupata. Ahithofeli alikuwa mbali na Daudi akumpata. Alijipenyeza kama kusoma, alisoma sana ujamaa. Ushauri, nianzaje kumshauri mfalme. Alafu wakakaa watu wote, Daudi akamchagua Ahithofeli yule kwa sababu alikuwa the best of the best kwenye shauri lake. Biblia anasema shauri la Ahithofeli lilikuwa ni kama shauri la Mungu kwa wafalme. Litenguliwi. Alafu Ahithofeli anamwambia hivi, kitu cha kwanza akamwambia Absalomu, lala na wake wote wa Daudi aliowaacha. Akalala nao. Hiyo yote kulipiza. So ulimchukua mke wangu kwa siri, mimi nachukua wake zako wote. Alafu anaitenda kitendo sio mimi, anaitenda kitendo ni Absalomu, ingawa Absalomu anachokifanya ni shauri la Ahithofeli. Alafu Ahithofeli akamwambia, baada ya kufanya hivyo, nipe watu 12,000 tu, mimi najua Daudi anapojificha. Maficho yote ya Daudi ni mimi nimemfundisha. Hana sehemu Daudi atajificha nisiweze kumkamata. Nipe watu 12,000 tu Absalomu, na kuletea Daudi hapa mkononi. Najua lamani yote ya Daudi, nimekuweka kiganjani, nimemweka hapa. Huyo mtu mwenye kisasi, kwa sababu tu sio mjukuu, mkwe, ilimwagwa damu yake. Tutatengeneza watu wenye chuki. Wanaweza tukasema imepoa Tanzania, kumbe wanaingia kwenye sekta mbalimbali kuleta uharibifu. Baada ya muda kunalipuka, alafu hakuna mtu anaweza kuzuia umoto. Kumbe hatukureconcile kwa amani. Watu wakajipenyeza karibu na wafalme, wakapata nafasi karibu na wafalme, wakaanza kulipua. Unashangaa siri za nchi zinavuja. Unashangaa kila kitu kiko wazi kwa maadui zetu, wanatupiga wanavyotaka. Siri tunu zinakuja zinachukuliwa. Tunu zinachukuliwa za nchi. Unajiuliza wapi? Kumbe kina Ahithofeli hatukureconcile. Kundi la kwanza kuomba Mungu awape faraja, lakini watu wasamehe kwa dhati. Ishu ya pili, tumuombe Mungu aturehemu. Ndio maombi yangu yale. Hatuna sehemu nyingine Mungu anaweza ila kujinyenyekeza na kuomba mbele zake. So maombi yangu leo sehemu mbili, kwa watu wote ambao wameumizwa, Mungu akawape faraja na kusamehe, na viongozi wetu pia au waliotenda nao wawe tayari kuomba msamaha. Kitu cha pili, Mungu aturehemu. Mungu aturehemu. Mungu atufinyange, atufiche, kwa sababu tusipofichwa naiona hatari. Hizo ndo sehemu mbili nazoweza kuomba mtumishi. Tuko tayari. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Baba, hakuna baba mwingine kama wewe. Wewe unajua tangu kuzaliwa kwetu na unajua mwisho wetu. Umetuambia tukuogope wewe unayeweza kutoa mwili na roho kuliko kuogopa wanadamu. Lakini Mungu umetupa mamlaka, umetupa uongozi, na tunyenyekee chini yake. Baba, kwa ambacho kimetokea katika taifa letu, damu zilizomwagika, watu kuumia, Mungu ninaomba faraja kwa wote waliopoteza watu, ndugu, jamaa, marafiki, na ndani yao kuna uchungu usiopimika. Amen. Baba, ninakuomba kawape faraja. Amen.
Yeyote aliyepoteza mume, Mungu kampe faraja. Hatuwezi kumrudisha. Yeyote aliyepoteza mke, Mungu kampe faraja. Hatuwezi kumrudisha. Yeyote aliyepoteza mtoto, aliyepoteza rafiki, aliyepoteza mpenzi, aliyepoteza mtu na damu ikamwagika, Baba ninaomba, wewe njia zako hazichunguziki, sijui utawafikiaje, lakini ninachokijua Baba, chochote tunachokiomba Mungu unafanya. Kwa sababu njia zako hazielezeki, Baba zitumie hizo njia kuwapa faraja hizi familia. Kuwafariji hizi familia. Amen. Familia zilizorarurika, zilizokuwa na kilio. Wengine walikuwa na wategemezi wanaowategemea kuendesha maisha yao. Kuna watoto walikuwa wanategemea wazazi wao walipia ada, hawajui wataishije. Kuna wamama ambao wanategemea baba ndiye chanzo cha mapato hiyo familia, hajui anaenzaje na hiyo familia ambayo ameachiwa. Mungu, kuna wengine walikuwa wanategemea watoto wao, na watoto wao hawajarudi tena nyumbani. Baba ninaomba faraja. Ninaomba faraja. Mungu wape faraja. Ondoa uchungu ambao uko ndani yao kwa namna yoyote. Ondoa machozi ambayo yanamiminika. Ondoa huzuni ambazo zimewakaa. Faraja yako ya kweli Baba ndio ninayoiomba usiku wa leo. Amen. Wanadamu tunaweza tukawapa kwa sehemu tu, lakini wewe Mungu ndio unaitoa faraja ya kweli. Wanadamu tunaweza tukaongea maneno machache ama mengi, lakini wakirudi peke yao, wako peke yao. Wewe Mungu ndio unayejua mioyo yao. Wewe ndio unayeona sirini. Wewe ndio unayeona kwenye kina cha moyo wao, kule chini kabisa. Amen. Unajua ni kwa namna gani wamehuzunika na wameumia. Amen. Baba, tunachokiomba usiku wa leo, ukawe mfariji wao. Amen. Ukawafariji Baba. Baba, ninawaombea hata wale waliosababisha kwa maneno na vitu vikatokea na damu ikamwagika, waliokwenda kutenda kulithibitisha neno, wote kwa sehemu yao Baba, wape moyo wa kuona wamekosea. Amen. Na kushuka chini na kunyenyekea. Sio kipindi cha kuoneshana mabavu, ni kipindi cha kutubu kama taifa. Amen. Kipindi cha kurudi chini na kuomba msamaha kwa wale waliokosewa. Inawezekana wengine walitenda bila kujua madhara yake. Hawakujua damu ina umuhimu gani kwenye ardhi ya nchi. Amen. Wengine walitenda kwa sababu waliambiwa, wengine walitenda kwa kufuata mkumbo. Mungu hatutaki kusema nani amefaa, nani hafai. Baba, ninachokiomba, badilisha mioyo yao. Amen. Kama ambavyo Sauli alipotoka machoni pa Samueli, moyo wake ulibadilishwa. Uliubadilisha moyo wa Sauli, akawa mtu mwingine. Baba, tunakuomba pia, badilisha mioyo ya watu wote. Amen. Mtenda na mtendewa. Amen. Baba, ninachokiomba usiku wa leo, kabadilishe mioyo yao. Amen. Kabadilishe mioyo yao. Amen. Wote wakajue wana nafasi ya kukaa pamoja. Amen. Mungu, weka mioyo ya unyenyekevu. Amen. Mioyo ya kushuka. Amen. Mioyo ya kulia, mioyo ya kujuta. Baba, ipandwe ndani ya watu wote. Amen. Aliyekosa na aliyekosewa. Amen. Wote Baba, panda mioyo nyingine mipya. Ndipo tunapoweza kukaa na kurudi tena mezani tukaongea kama taifa. Amen. Baba, usiku wa leo ninaomba kwa watu hawa wote, makundi haya yote Baba, Amen. ninaomba Baba, ninaomba wewe mweza wa yote uingilie kati. Wewe Mungu wetu, tulianza na wewe katika hili taifa la watu wanaokucha, wanaokuomba. Tunakuomba Baba, yawezekana idadi ya watu waliokufa hailinganishwi na mataifa mengine, lakini kwetu sisi ni kitu kipya sana na kigeni, na tunajua madhara. Hata ingekuwa damu ya mtu mmoja tu iliyomwagika bila haki,
inaweza ikaleta madhara gani. Ndio maana tunaomba kukate na chini, tuelewane na kusameheana. Amen. Baba, ninakuomba ukairehemu nchi. Ninakuomba ukaingilie kati nchi. Ninakuomba wewe ukae kiongozi katika nchi. Hata tukiomba uturehemu, lakini huku mioyo haijaachia, itakuwa ni kazi bure. Kwa sababu msamaha wa kweli hautokani na kwako Mungu tu, ila yule anayeomba kusamehewa asamehewe kwa yule aliyemkosea. Na ndio maana wakatuambia tuwasamehe kama vile tunavyotakiwa sisi kusamehewa na wewe. Kwa hiyo msamaha wa kweli na rehema ya kweli haianzi kwako, inaanzia huku chini kwanza. Na ndio maana Baba, tunakuomba wewe ulegeze mioyo ya watu, ili msamaha ukifika kwako uwe msamaha wenye nguvu. Ili tukipaza vinywa vyetu tuweze kusikiwa na wewe, tuweze kusikilizwa na wewe. Otherwise itakuwa ni makelele. Hata Kaini yawezekana aliomba lakini damu ikawa inalia. Kama Yesu anasema kwenye Luka, kuanzia kipindi cha Abili damu inataka hadi sasa. Lakini kulikuwa kuna manabii, kwani hawakuomba? Waliomba, lakini damu hakukuwa na reconciliation. Kumbe ilitakiwa kufanyika kwanza huko chini kabla ya kupaza sauti juu. Baba, na sisi tunaomba tupe nafasi kwa makundi yote kukaa pamoja na kusameheana. Ndipo tutakapokuita Baba utatusikia tena. Tunaomba ukaingilie kati. Njia zako hazichunguziki, namna utakavyofanya hatujui, lakini Baba tunaamini leo tumeomba, Mungu umesikia haya maombi na utalegeza mioyo ya watu wako. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen.